Young Africans wamehuisha baraza lao la wadhamini kwa kumuongeza Ridhwani na kumpunguza Mwigulu Nchemba. Hii ipo throughout taasisi zote za kimichezo. Timu zote zinatakiwa kuhuisha baraza lao yao ya wadhamini. Kwa hiyo Simba walikuwa nafahamu hichi kitu kwamba wanatakiwa kuhuisha baraza lao la wadhamini ili kukidhi vigezo vya kiserikali. Guess what? Wamechelewa mwezi wa 2, mwezi wa 3, mwezi wa 4, mwezi wa 5. Kwa hiyo deadlines zinafika. Katiba inataka hamkai mkazungumza, mkikaa ndani mkizungumza mnaitelafiana, automatically mmoja ataamua kurudi kwa ajili ya kuipambania sasa katiba. Kwa maelezo yako Wakanda unavyozungumza ni kwamba Mzee Mangungu alikuwa yuko sahihi kufanya vile. Mimi yani kwa mujibu wa katiba ya Simba ndio inataka vile. Kwa hiyo mzee akukosea kabisa. Alifanya kitu sahihi kabisa. Sasa kuna namna ambavyo unaendea jambo na namna ambavyo umelifanya. Yani kuna jambo ambalo unatakiwa kulifanya lakini changamoto inakuja ulivyolifanya. Alichokifanya Mzee Mangungu kuitaja baraza la wadhamini, alikuwa anataka watu watimize katiba yao na matakwa ya serikali, which kwa upande ulikuwa sawa. Katiba sinataka katiba ya Simba sinataka baraza la wadhamini liwepo. Serikali inataka mabaraza ya wadhamini na hizi taasisi za kimichezo yahuishwe. Akafanya hicho kitu, lakini amefanyaje? Kwa sababu hata hivyo vitu vinahitaji ushirikishwaji wa bodi ya wadhamini. Kwa sababu nimemsikia anasema alimshirikisha Mo Dewji. Akamwambia Mo nataka nihuishe baraza la wadhamini. Akasahau kwamba Mo ni personnel. Katiba ya Simba haina sehemu imemtaja Mo. Katiba ya Simba ina sehemu imemtaja mwekezaji, halafu ikaiweka nguvu ya mwekezaji kwenye bodi ya wadhamini. Bodi sio mtu, hata uende wapi. Ikisema bodi, bodi sio mwenyekiti, bodi sio mjumbe, bodi sio makamu mwenyekiti, bodi ni watu. Yani leo Steve tukiunda bodi hapa, tunasema bwana bodi ya Kipenga itaundwa na Isiaka, itaundwa na Hamisa, itaundwa na Wakanda, itaundwa na Steve Champion. Mtu akitaka kufanya jambo na Kipenga, jambo ambalo katiba yetu ndani inasema bodi itashirikishwa. Akija akikwambia Steve, yawezekana wewe ni mwenyekiti. Akija akikwambia Steve, nataka pale Kipenga nije tupige mziki. Wewe authority ya kupitisha hilo jambo utaipata baada ya sisi kukaa. Kwa hiyo bodi ilibidi ikae. That's it. Ije na kauli moja. Yani sio mtu. Bodi sio mtu. Lakini bodi sina mkuu wake. Huyo mkuu anapaswa kuondoka na yale ambayo wajumbe wameyapitisha. Yani kama wajumbe hamjakubaliana jambo, na ndio maana ukienda Simba mwenyekiti nani? Simba wangu Mangungu. Mambo anayoyapitisha siwaga anakubaliana na wanachama. Wanachama wanakaa kwenye mkutano mkuu wanasema ndio hilo linaenda, sio hilo haliendi. Kwa nini hayapitishi yeye moja kwa moja wakati yeye ndo mkuu? Kwa sababu protocol zinataka hivyo. Mimi nilivyomsikia amesema kwamba alimshirikisha Mo Dewji, nikasema sawa, umemshirikisha yeye, kwenye katiba ametambulika kama nani? Je, katiba inataka umshirikishe mtu ama ukishirikishe chombo? Chombo kina mkuu ambaye sawa ni mwenyekiti. Lakini huyo mwenyekiti, uidhinishwaji wa jambo lolote ambalo linahusu taasisi litaanza na wajumbe, na ndio maana wapo pale wajumbe wa bodi ya wakurugenzi wa Simba Sports Club. Wale watakaa watasema sawa, umetushirikisha kama bodi, wala tuendelee na mambo. Ndio maana nasema alichokifanya mzee wangu Mangungu alikuwa na haki kidogo ya kupambania katiba, lakini njia alizotumia katiba aliyokuwa anaipambania hiyo akaivunja. Yani kaipambania vipengele vingine well and good, lakini wakati wa mapambano ya katiba kwenye vipengele vingine akawa anavunja vipengele vingine. Pengine kama mzee alivyozungumza kwamba kuna watu walikuwa wanawapigia simu na walikuwa hawaokoti simu yake, na ndio maana akampigia simu mkuu wa kazi mwenyewe kwamba tumalize ile jambo bali nasumbua hapa, tulimalize Ijumaa. Mzee Mangungu amefanya kikao Jumapili Bunju. Ijumaa ambao ni siku mbili, 48 hours kabla ya ule mkutano wa Bunju. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi aliridhia mkutano ufanyike Jumatatu. Aka initiate mtendaji wa kikao
yule tunaitaga mtunza anayeongoza kikao, si ndio? Yani yule katibu wa kikao ambaye ni CEO wa timu Zubeda. Yes, Zubeda akamwelekeza kwamba itisha kikao cha bodi ya wakurugenzi, kwa sababu CEO anaingia kwenye bodi ya wakurugenzi na ndo kama katibu wa bodi ya wakurugenzi. Zubeda akaitisha kikao, akawaarifu wajumbe kwamba Jumatatu bodi ya wakurugenzi ina kikao. Ajenda ni nini? Kuliongelea swala la bodi ya baraza la wadhamini. Hiyo taarifa Ijumaa, mmelala Jumamosi. Jumapili ukifanya kitu ambacho mnapaswa kukifanya Jumatatu, on right mind Steve, tutakuuliza. Au pengine mzee Mangungu tayari kuna majina ambayo alishapata kwamba bwana hawa kwenye bodi yao wapo, au kwenye bodi hawapo. Kwa na yeye pia alikuwa na majina yake ambao anatamani awe mule, na ndio maana akawahi, kwa sababu si ana hiyo, umezungumza kwamba katiba inamlinda. Sasa hayo ya majina yake alipaswa kwenda nayo kwenye bodi. Wanafika wanashirikishana mule ndani hivi wakaanda. Kwa mfano mimi niko hapa mimi yuko Isiaka, yuko Hamisa, yuko na wewe. Wewe ndio mkuu wetu, si ndio? Sasa wewe kabla ya kuja kwenye kikao una kauli, ushamshika Hamisa, ushamshika na Isiaka. Kumbuka tuko wanne. Lakini kura zipigwe tayari, wewe una kura zako 2 tayari unazo. Na tayari umeshaongea na bwana, mimi namchukua hapa, naondoka na Kibe, naondoka na Brian, naondoka na Nsajigwa, hapa naondoka na Tido, ndo naondoka nao. Alafu na mimi naye pia na watu wangu. Na mimi kila nikiangalia naona hapa Mr. Boy. Sasa cha kufanya na wahi kwenye kibendera. Kwani bodi ya wakurugenzi inaundwa na watu gani? Bodi ya wakurugenzi inaundwa na pande mbili. Pande ya kwanza ni mwenyekiti na wajumbe wake waliochaguliwa na wanachama. Kwa hiyo mwenyekiti anajibeba yeye na wanaye, ambao ndo wao kashawataja. Sasa kuna vitu viwili kwanza. Acha nao waliwataja, si baraza. Weka baraza pembeni. Tunaenda kwenye kikao cha bodi. Kwenye kikao cha bodi Simba ilichagua wanachama wa kumsindikiza mwenyekiti kwenye bodi. Anaondoka nao wale wanachama waliochaguliwa na wana Simba. Automatically tunaamini wataenda na ajenda ya mwenyekiti wao. Kwa hiyo kama ukiona unaenda kwenye kikao cha bodi ya wakurugenzi mpaka wajumbe wako wa upande wako unawahofia, kuna changamoto. Kwa wani wakanda, katiba inazungumzaje juu ya mwenyekiti anapoamua kuchukua maamuzi pasina kushirikisha bodi ya wakurugenzi? Na maana maamuzi yanakuwa ni batili. Ndio yamebatilishwa. Kwa sababu umefanya kitu ambacho kiko nje ya utaratibu wa katiba. Yaani taasisi yote inaongozwa na katiba. Ndio maana nilitumia ule mfano hapa wa Kipenga sisi tuwe ni taasisi, si ndivyo? Leo of course tu labda nizungumze mfano hai. Hatuwezi kuja kwenye show bila producer kutuambia kwenye show tunakuja kufanya nini. Si ndivyo? Yaani leo Steve tunapokuja huko ndani, kama producer wetu hajatuambia tuijadili Yanga, hatuwezi kukaa hapa tukaijadili Yanga. Kwa sababu tunakuwa tuko nje ya script ya show. Na ndivyo hivyo kwenye taasisi na katiba. Wewe kama host ambaye ndio kiongozi wa show, ukituletea sisi stories za Yanga, producer akikwambia hiyo ishushe, producer na hiyo haki. Kwa sababu yeye amebakiza misingi ya kipindi kinataka show anaipitisha yeye. Akisha ipitisha show yeye ana tu brief, akisha tu brief kila mmoja hapa anajua nondo zake anaenda kuzipata wapi. Tunakuja hapa tunajua kitu ambacho tunakifanya, si ndivyo? Kwa hiyo hata taasisi kwa hivyo Hamisa kwamba lakini kawaida hata kwenye nchi kuna muda katiba inaweza ikawa inazungumza juu ya labda inazungumzia labda wizara fulani, sawa? Mimi I'm not sure kama rais wa nchi akijichukulia maamuzi yale maamuzi yatabatilishwa kwa sababu katiba inahitaji labda amshirikishe waziri wa wizara fulani, kwa sababu yule tayari yani yeye analindwa kwa sababu yeye ndo head pale, yani yeye ndo top. Sasa kuna maamuzi ambayo unaweza ukayafanya kama chairman. Lakini yapo maamuzi ambayo utayafanya kwa kukaa na cabinet. Yawezekana ukawa ni of course, kwa sababu hili jambo ukienda kurelate na siasa za kinchi, utaona ni njia mbili tofauti. Yani kuna uongozi ambao, yani kuna namna ya kuiongoza taasisi na kuna namna ya kuiongoza nchi ambavyo of course haviwezi kuwa vinapita njia moja. Lakini tukibaki kwenye uongozi wa kitaasisi, ndio maana nilitumia ule mfano wa umundani kwamba hii show host ndio amebeba show ya Steve, lakini juu ya Steve kuna producer ambaye labda haingii kwenye show, labda yuko nje ya show. Yeye
akisha anda script ambayo tunaamini script labda sema ndio katiba, tutumie mfano wa script ndio katiba, kwamba jamani, leo kwenye show mtamzungumza Simba, mtamzungumza Yanga, mtamzungumza Azam, mtamzungumza Namungo. Tutakuja huko kwenye show masaa yetu mawili tunazungumza hao Simba, Yanga, Namungo. Hapo tupo ndani ya script, tuko ndani ile katiba. Lakini ikitokea Steve ambaye ndio kiongozi wa show, tupo katikati ya show, kwa dhamira yake, kwa matakwa yake, Steve akapenda tujadili Argentina. Host, producer akisema hamtafanya show ya Argentina, producer ana haki kuliko Steve. Yawezekana yeye Steve ndo kiongozi wa show. Yaani mimi swali langu ni moja, yani mantiki yangu ni kwamba kwa mujibu sasa wa katiba, anayepaswa kuyabatilisha maamuzi ambayo anachukua mwenyekiti au anayafanya mwenyekiti pasina kushirikisha bodi ya wakurugenzi ni nani? Katiba yenyewe ndio nafikiri katiba yenyewe. Katiba inajieleza kwamba ukifanya kitu nje ya katiba yawezekana vitu vingine havipo written. Mzee Mangungu alichokuwa anakizungumza, alisema kwamba katiba ya Simba ilihuishwa ama ilifanywa marekebisho mwezi Februari mwaka 2026. Baada ya kusajiliwa na ikapitishwa, at that moment ile bodi ya wakurugenzi iliyokuepo ya Simba ilikufa pale. Kwa hiyo mpaka hivi sasa bodi iliyopo haina haki ya kuwepo. Bodi haina meno, haina nguvu. Yes. Kwa hiyo Mzee Mangungu anachokisema ni kwamba yeye anachokifanya mpaka hivi sasa alikuwa anatumia busara. Kwamba hawa watu tumetoka nao mbali. Tumefanya nao kazi ya kuisaidia Simba mpaka ilipofika. Kwa hiyo hata kile ninachokifanya ninawashirikisha kwa kutumia busara. Sana anafanya kazi ya mimi freelance. Sijui busara. Anatumia busara, na ndio maana kumekuwa kuna kama huo mkanganyiko wa kwamba Simba mwenyekiti wa club ni Mangungu, lakini mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ambayo ilikuwepo madarakani kabla ya hii katiba ni Magori. Kwa kama wanashindana nguvu, nani ni bora. Sasa cha kusikitisha zaidi ni hicho kwamba of course ni jambo ambalo ni la kweli kwamba katiba ya Simba iliyofanywa maboresho, iliyosajiliwa, ilipo tu sainiwa, ilikuwa inautaka mchakato wa mabadiliko urejea hatua kadhaa nyuma. Yaani ule mchakato wa kumpata mwekezaji, sio mabadiliko, makaya ndo mabadiliko. Mchakato wa kumpata mwekezaji ulikuwa unatakiwa urejea. Kwamba ulikosewa au kuna sehemu vipengele vilibadilishwa. Okay. Katiba inamtambua sasa hivi, katiba inatambua wawekezaji kuanzia watatu. Lakini Simba ina mwekezaji mmoja. Yaani wanatakiwa wawekezaji watatu, alafu kila mwekezaji ana wajumbe wawili kwenye bodi ya Sasa kilichokuwa kimetokea, ambapo ndio tunarudi kwenye huo msingi wa busara, ambapo hapo ndipo ambapo bado unakuja kumshika shati mzee Mangungu, kwamba taasisi ya katiba imeiengua bodi, lakini kwa matakwa yako binafsi kama mtu wa timu, kiongozi mkuu wa timu, mkakubali kwamba bodi iendelee kuexist kwa sababu tayari kuna initiations zilishafanyika huko nyuma, na initiations zilizofanyika huko nyuma tu, bila kupepesa macho, ni fedha ambayo watu wameshaweka pale. Yes. Hamna namna ya kuirudisha. Okay. Mtu kashanunua bilioni 20 ambazo tayari mshaanza kunufaika nazo. Haya, rudisheni 20, mwambieni mchakato turudi. Tuanze upya. Changamoto iko hapa. Kibunda nehi. Sasa ili tuendelee ili sasa busara itumike, ni kwamba tubaki na hichi chombo ambacho ni bodi. Meaning authority ya bodi inaendelea kuexist kama ambavyo mlikuwa mmekubaliana hapo awali, na ndio maana maamuzi mengine yote ya Simba yanapita humu kwenye bodi, na ndio maana hata leo Mzee Mangungu ameenda kusarenda wapi? Kwenye kikao cha bodi. Na mimi najiuliza kwamba tutafika hapo Steve. Ngoja kwanza. Bodi haipaswi kuwepo, si ndivyo? Kwa kauli ya mwenyekiti. Lakini kwa sababu ya busara zake, bodi inaendelea kufanya kazi. Meaning the power of hiyo bodi ipo pale. Okay. Yaani yale ambayo bodi ilikuwa inayafanya inaendelea kuyafanya. Katiba iliyopita ilikuwa inaitambua bodi ya wakurugenzi kama chombo kikuu cha maamuzi ndani ya Simba Sports Club. Bodi ambayo umekiri ipo licha kwamba ni ya busara na bado inabaki na hiyo authority. Wewe kama chairman unapaswa kuendelea labda naweza sema kuiheshimu
kwa vile ambavyo maamuzi yanapaswa kupita kwake, basi muendelee kupita kule kule kama ilivyokuwa awali. Na ndiyo maana hata leo baada ya bodi kukaa ikamwambia chairman, ulichokifanya Jumapili kinabatilishwa na leo tunarudi, hilo jambo linawekwa pembeni.